ndege kutoka kwa wanamgambo wa RSF. Habari kamili. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatazamiwa kumpokea Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo jioni kabla ya mkutano wa kilele wa nchi zilizo tayari kusaidia kuhakikisha uwezekano wa makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Ufaransa na Uingereza zimekuwa zikiongoza mpango wa kuunda kile kinachoitwa muungano wa walio tayari, ambao utaundwa na nchi zilizojiandaa kutoa dhamana ya usalama iwapo mpango wa usitishaji mapigano kati ya Urusi na Ukraine utafikiwa. Wazo hilo litakamilishwa katika mkutano wa kilele mjini Paris kesho Alhamisi. Washirika wa magharibi wa Ukraine wanafikiria kufuatilia uwezekano wa kuwa na eneo lisilo na la kijeshi kwenye mpaka kati ya Urusi na Ukraine. Wakati huo huo, Marekani imefikia makubaliano tofauti na Ukraine na Urusi, ambapo nchi hizo zimekubali kusitisha mashambulizi baharini na dhidi ya miundombinu ya nishati. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amepuuza sakata linalozidi kukua kuhusu taarifa za mashambulizi ya anga nchini Yemen. Hii ni baada ya mwandishi wa habari kujumuishwa kimakosa katika kundi la mazungumzo ya siri. Trump amesema hakuna taarifa za siri zilizovuja kupitia kundi hilo katika mtandao wa mawasiliano wa Signal, na amemtetea mshauri wake mkuu wa masuala ya usalama Mike Waltz aliyesababisha tukio hilo. Mwandishi Jeffrey Goldberg wa jarida la The Atlantic amesema waziri wa ulinzi Pete Hegseth alituma ujumbe kuhusu maeneo ya kushambuliwa, silaha na muda wa mashambulizi yaliyofanyika Machi 15, pamoja na ukosoaji mkubwa dhidi ya washirika wa Ulaya kutoka kwa maafisa wa juu wa Marekani. Akizungumza na wanahabari, Trump amemshambulia Goldberg akimtaja kuwa mtu asiyeaminika na kudai kwamba hakuna anayejali kuhusu taarifa hizo. Khartoum. Jeshi la Sudan limeuzingira uwanja wa ndege wa Khartoum na viunga vyake. Vyanzo viwili vya kijeshi vimeliambia shirika la habari la Reuters hii leo. Hilo ni tukio jingine muhimu katika mgogoro wa vita unaoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Uwanja huo wa ndege ulikuwa mikononi mwa RSF. Wakati hayo yakijiri, kiasi ya watu 61 wameuawa katika shambulizi la anga lililofanywa na jeshi la Sudan kwenye soko moja la jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Shambulizi hilo limeharibu sehemu kubwa ya soko hilo la kila wiki la Tora lililoko umbali wa kilomita 80 kaskazini mwa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini. Kundi linalojulikana kama Darfur Network for Human Rights limesema shambulizi hilo ilitokea wakati soko hilo likiwa na shughuli nyingi na kufurika wanawake, watoto na wazee. Limesema watu wengine wengi walijeruhiwa katika shambulizi hilo la Tora. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Seoul. Moto mkubwa wa msituni unaoendelea kwa siku ya 5 mfululizo katika maeneo ya kusini mashariki mwa Korea Kusini umesababisha vifo vya watu 24. Maafisa wamesema zaidi ya watu 27 wamelazimika kuhamishwa. Zaidi ya watu 27,000 wamelazimika kuhamishwa. Rais wa mpito wa nchi hiyo Han Duck-soo amesema moto huo umeleta uharibifu mkubwa usio wa kawaida na kuzidi makadirio yote yaliyofanywa awali. Zaidi ya ekari 43,000 za ardhi zimeteketea. Majengo zaidi ya 200 yameharibiwa, ikiwemo hekalu la kale la Buddha lililojengwa miaka 1300 iliyopita, pamoja na viwanda vya magari mengi. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni miji ya Andong, Uisong, Sancheong na Ulsan. Zaidi ya maafisa 9,000 wa zimamoto, helikopta 130 na mamia ya magari wanaendelea kupambana na moto huo licha ya hali ya hewa kavu na upepo mkali unaozuia juhudi zao. Serikali imesema bado moto huo haujadhibitiwa kikamilifu. Karlsruhe. Maafisa wa Ujerumani wanafanya misako kwenye majimbo 6 inayowalenga washukiwa 17 wanaotuhumiwa kuwa wanachama wa kundi la ndani la kigaidi linalolenga kuiangusha serikali ya Eritrea. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wamesema washukiwa hao wanaaminika kushikilia nyadhifa kubwa katika kundi la Brigade Hamedu, tawi la Ujerumani ambalo limekuwa likiendesha harakati zake tangu 2022. Kundi hilo linaelezwa kuwa mtandao wa kimataifa na linajulikana kwa kutumia vurugu dhidi ya wafuasi wa serikali ya Eritrea. Linatuhumiwa kwa kupanga ghasia katika matamasha ya Eritrea mjini Gizen
karibu na Frankfurt Agosti 2022 na Agosti 2023. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Naam, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu kutoka kwake Bruce Amani, tunaingia katika sehemu ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo. Nitakueleza kuhusu mapigano mapya yaliyozuka mashariki mwa DRC wakati kukiendelea juhudi za kufufua mchakato wa kutafuta amani huko. Uhasama kati ya Rwanda na Burundi umechukua sura mpya baada ya rais wa Burundi kusema Rwanda inataka kuivamia nchi yake. Je, tofauti ya mitazamo ya mataifa hayo inaweza kuyapelekea katika vita vya moja kwa moja? Licha kuwa ni maneno, lakini ukali wa maneno unaashiria sasa kugusana. Ukali wa maneno huu kutoka moja kwa moja katika viongozi wakubwa kama maraisi unaashiria nchi hizo kuweza kugusana moja kwa moja. Na Marekani imefikia makubaliano tofauti na Urusi na Ukraine kuhusu kusitisha mashambulizi yao baharini na kwenye miundo mbinu ya nishati. Naam, kabla ya kusikia mengi tuliokuandalia mchana wa leo, na kukumbusha tu unaweza kutuandikia ujumbe wako kufuatilia haya matangazo haya ya mchana yale utakayoyasikia. Unaweza basi kuandika ujumbe wako kupitia Facebook na hata Instagram, na unaweza pia kutufuatilia moja kwa moja kupitia YouTube, na vile vile unachotakiwa kufanya ni kutafuta kwanza DW Kiswahili ili uweze kutufikia. Tuanze moja kwa moja na mapigano mapya ambayo yamezuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mataifa jirani yakijaribu kufufua mchakato wa kutafuta amani. Waasi wa kundi la M23 wamefutilia mbali ahadi ya kujiondoa katika maeneo wanayoyadhibiti na kulituhumu jeshi la Kongo kwa kufanya uchokozi. Josephat Charo na taarifa zaidi. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepambana na waasi wanaoegemea upande wa serikali jana Jumanne, huko nchi za kikanda zikijaribu kuupa msukumo mpya mchakato wa kutafuta amani ambao umekuwa ukisuasua. Kwa mujibu wa wakazi, waasi hao walipambana jana Jumanne na wapiganaji waasi wanaofahamika kama Wazalendo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Muhindo Tafuteni, mwanaharakati wa shirika la kijamii, amesema huko Kivu Kaskazini makabiliano yalishuhudiwa karibu na fukwe za Ziwa Edward linalopatikana katika mpaka kati ya Kongo na Uganda. Katika mkoa wa Kivu Kusini, wakazi wamesema mapigano yalitokea katika miji kadhaa kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo hilo, Bukavu. Wakati hayo yakiarifiwa, polisi mashariki mwa Kongo wamewaua watu wawili jana Jumanne wakati walipowafyatulia risasi waombolezaji waliokuwa katika mazishi ya mwanamuziki aliyeuawa, Telkat Idengo, aliyefahamika kwa kuikosoa serikali na waasi wa M23. Hayo ni kwa mujibu wa watu walioshuhudia. Machafuko yalizuka katika mji wa Beni unaopatikana karibu kilomita 200 kaskazini mwa mji wa Goma na ulio chini ya udhibiti wa serikali baada ya polisi kufyatua risasi dhidi ya umati wa watu waliojawa na ghadhabu. Jean Pierre Kasma ni mmoja wa waombolezaji waliokuwa katika eneo la mazishi. Kwa wakati huu nahisi ghadhabu. Nimekasirika sana, nimevunjika moyo sana kwa sababu ndugu, rafiki, mtu anayejiita raia wa Kongo, Bwana Corneille Nangaa anakuja. Inasemekana kwa nia kutokomboa, lakini tumeshtuka kumwona akiwasili na kuanza kutuua. Nahisi hasira, nahisi nimevunjwa moyo na yeye, kwa sababu kwa mtu ambaye ni raia wa Kongo inasikitisha na jambo la kujutia kwamba anaweza kuwaua watu mwenyewe. Maelfu ya raia wa Kongo walikuwa wamekusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa Idengo, wakifuatilia jeneza lake lililokuwa na muundo wa gari kupitia barabara za mji alikozaliwa wa Beni. Meya wa mji wa Beni, Jacob Nyofondo Tekodale, amewaambia waandishi habari kwamba Idengo alikuwa amezikwa huku maelfu ya watu wakishuhudia, na akajuta kwamba matukio kadhaa yalijitokeza wakati wa mazishi yake.
Nam ni taarifa yake Josephat Charo. Tunabakia bado katika eneo hilo la maziwa makuu, hasa makati ya Rwanda na Burundi umechukua sura mpya baada ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kusema waziwazi kuwa anao ushahidi kwamba Rwanda inataka kuivamia Burundi kwa kutumia waasi wa Red Tabara kutokea upande wa Kongo. Akizungumza na shirika la utangazaji la Uingereza BBC mwanzoni mwa wiki hii, Ndayishimiye alisema ikiwa hali hiyo itatokea wako tayari kujibu mapigo, na Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje imesema tuhuma za Rais Ndayishimiye hazina msingi. Swali hapa tunalouliza ni je, tofauti ya mitazamo ya mataifa hayo pacha kuhusiana na vita vya Kongo inaweza kuyapeleka katika vita vya moja kwa moja? Na swali hili na mengine nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu Ali Mali anayefuatilia hali kwa karibu, lakini kwanza nilimuuliza je, ni kwa nini Rais Evariste Ndayishimiye amefika hatua ya kusema moja kwa moja kwamba Rwanda inapanga kuivamia Burundi? Kuna viashiria vinavyoonyesha hilo? Tumsikilize. Viashiria vipo kwa kauli ya rais, na hivyo alivyozungumza muda mrefu tu, kiasi kwamba mipaka ya nchi ya Burundi na Rwanda ilifungwa mapema kabisa, kwa sababu Rais Ndayishimiye aliyaona hayo na akasema kwamba waasi wa Red Tabara wanapata mafunzo kutoka Rwanda na wanasaidiwa kutoka Rwanda kama vile kikundi cha M23. Kwa hiyo aliweza kufunga mipaka na akawa kaishatangaza wazi kwamba kuna hatari ambayo Rwanda inaandaa kuivamia, na kama kathibitisha hilo tena kwa mara nyingine ni kwa sababu ya hali inavyoendelea nchini Kongo. Kwa hiyo bila shaka hali ni tete kati ya mataifa hayo mawili. Hali ni tete na inaweza kuwa tete zaidi hata ya hali ya Kongo, kwa sababu Burundi inaongozwa sasa na kiongozi ambaye anatoka kabila la Wahutu, na Rwanda inaongozwa na kiongozi ambaye anatoka katika kabila la Kitusi. Kwa hiyo hali hii inaweza kusababisha mparaganyiko na machafuko ya kikabila, hasa katika kabila hizi mbili katika eneo zima la kanda la maziwa makuu, na ikawa hali mbaya zaidi. Bwana Mali Ali, Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje Olivier Nduhugirehe imeelezea kauli ya Ndayishimiye kama isiyokuwa na mashiko, akisema matamshi hayo yametolewa wakati mataifa hayo yakiwa katika majadiliano ya kutafutia ufumbuzi mzozo baina yao, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa kwa mpaka kati ya nchi hizo ambao umefungwa kwa muda mrefu sasa. Umelitaja hilo. Je, kauli ya Ndayishimiye itazikwamisha juhudi hizo? Kauli inaweza kukwamisha, kwa sababu kama mdau anazungumza hivyo, tayari unaona kauli hizi ni mbili tofauti. Ni wazi kwamba hapa kuna unafiki katika harakati au katika shughuli hizo za kutafuta suluhu katika nchi hizi mbili. Labda niulize hili kwa kifupi. Ukweli kwamba Burundi inaisaidia Kongo kijeshi yaweza kuwa sababu ya kuzorota kwa mahusiano kati yake na Rwanda? Kwa kifupi tu. Inawezekana, kwa sababu tayari kama Rwanda iko nyuma ya M23 na Burundi iko nyuma ya serikali ya Kongo, basi na M23 ni hasimu wa serikali ya Kongo moja kwa moja. Kihesabu Rwanda lazima isioni Burundi vizuri na Burundi isioni Rwanda vizuri, na hili litakuwa limechochea tu tatizo ambalo liliokutwa kati ya Burundi na Rwanda kupitia msaada wa Rwanda kwa kikundi cha Red Tabara ambacho ni kikundi cha Warundi cha kabila la Kitusi. Ndayishimiye amesema iwapo Rwanda itavamia Burundi kutokea mpaka wa DRC, ijue Kigali pia haiko mbali na mpaka wa Kirundo. Unaona uwezekano wa nchi hizi mbili kupigana moja kwa moja, Bwana Maliali? Licha kuwa ni maneno, lakini ukali wa maneno unaashiria sasa kugusana. Ukali wa maneno huu kutoka moja kwa moja katika viongozi wakubwa kama maraisi unaashiria nchi hizo kuweza kugusana moja kwa moja, na hili ni tatizo kubwa. Licha kuwa Rwanda haijarudi kusema, lakini pia iliweza kushtumu Burundi kwamba iliweza kuwapa hifadhi hawa kikundi cha FDLR Wahutu wa Rwanda ambao walikuwa Kongo na wakaweka hifadhi Burundi. Kwa hiyo hali hii Rwanda inaifahamu, na Rwanda pia haiamini Burundi. Na kauli kama hii ya Bwana Ndayishimiye pia inaifanya Rwanda iweze kuwa na shaka na kauli hii, na kuonesha kwamba inawezekana kuwa isiwi
jeshi la Burundi limeshambulia, lakini ikawa ni njia ambayo Burundi imewapa kundi hili la FDLR ili kuweza kushambulia Rwanda, jambo ambalo Bwana Kagame anatangaza pia ndiyo sababu ya yeye kuingia Kongo kuwafuata maadui zake hao. Nam ni mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu Ali Mali akitoa tathmini yake hapo kuhusiana na uhasama kati ya Rwanda na Burundi. DW tunavuma kwa kishindo.